Lakini haya yote tutayasema kama Kigoma hakuna miundombinu mizuri, ni aibu. Mheshimiwa Waziri, na najua Mheshimiwa Waziri Mkuu anaenda kesho Kigoma kwenye miaka 49 Chama cha Mapinduzi, wakati anatua na ndege apige jicho chini, wakati ndege imeshuka kidogo, aone vumbi iliyotapakaa katika mji wa Kigoma mjini. Ni aibu kuita Kigoma mjini wakati 85% ni barabara za vumbi. Ni aibu. Kwa nini mnatufanyia hivi? Kwa sababu kiuhalisia kabisa, sisi mkitutumia kama kitovu, hii nchi itapunguza tozo nyingi sana za ajabu ajabu mtaani, kwa sababu tutaleta pesa. Hizo pesa zitasababisha mpunguze tozo nyingi. TRA tozo alizonazo, mfanyabiashara akilipa tozo zote anafilisika. Hata Baresa kama atalipa zote kwa pamoja atafilisika. Kwa ni lazima tuwe na vyanzo ambavyo vitasaidia kuwapunguzia mzigo wa wafanyabiashara. Nisaidieni Kigoma, tuwasaidie kupunguza gap lililopo katika bajeti zetu katika nchi yetu ya Tanzania. Tutengenezeni barabara. Na mimi Mheshimiwa Mwenyekiti ndo mbunge pekee ambaye sitegemei kuteuliwa kuwa waziri kwa sababu ya elimu nilionayo. Kwa hiyo nawategemea sana, sina wivu na nyie, lakini mimi ndo kiherehere ambaye nitawachomekea na nitawachongea pale ambapo mtafanya vitu vya hovyo kwenye jimbo la Kigoma mjini. Sitowaacha. Nawaomba sana Mheshimiwa Mwenyekiti, nawaomba sana mawaziri watusaidie jimbo la Kigoma mjini tupate barabara, tupunguze vumbi. Shemdo, umeniahidi mzee wangu. Asante. Na nitakesha kwenye ofisi yako mzee wangu. Naomba nisaidie barabara. Bila barabara sintorudi humu ndani. Na kama utaki nirudi usinipe barabara mzee wangu. Asante sana Mwenyekiti. Asante sana. Lakini lingine, yatengenezwe maghara ambayo yatakuwa na baridi ya kuweza kuhifadhi mizigo. Nataka niwaambieni ukweli, kuna baadhi ya mazao ambayo yanapatikana Kigoma katika nchi yetu ya Tanzania huwezi kulipata. Huwezi kuupata mgebuka wewe. Nenda kokote upati mgebuka, lazima uje pale. Lakini pia tuna chikichi. Chikichi ndio zao pekee ambalo unaweza kulibadilisha kuwa chochote, na nitawaambieni hapa. Chikichi unaweza kubadilisha ikawa mawese, ukaibadilisha ikawa mafuta ambayo tunakula tunasema kolie, ukabadilisha lile ganda lake likawa meza, ukibadilisha ule mse wa ndani unaweza ukabadilisha ukawa sabuni. Ili ni zao moja. Waziri mkuu aliyepita mzee wangu mzee Majaliwa alikuja Kigoma katika kupambania hili zao, akasema kila mwananchi wa Kigoma mjini apande mchikichi kwenye nyumba yake nje. Hilo jambo halijatekelezeka kwa sababu hakuna kiwanda ambacho hawa watu wakishapanda hayo mazao kwenye manyumba yao watapeleka wapi? Tutengeneze kiwanda ambacho kitasaidia zao la chikichi liweze kuokoa uchumi wa nchi hii. Na wasihi sana, mmekuwa ni maneno mengi kuhusiana na chikichi. Tunajua Malaysia na Indonesia wamekuwa wakipambana kuhusiana na chikichi, na sasa hivi tunaona maendeleo walionayo. Na wasihi sana ndugu zangu, nyie ni wataalamu, mmesoma sana, tulibadilishe chikichi iwe kama watu wa Geita wanavyotumia dhahabu kwa ajili ya maendeleo ya mji wetu wa Kigoma.